Na sasa tukielekea kaunti ya Kajiado, ni kwa familia moja huko Namanga. Kaunti hiyo inaishi katika hali ya huzuni baada ya jamaa wao kutoweka nchini Afrika Kusini, hali iliyogeuza matumaini kuwa maumivu. Ni karibu muongo mmoja sasa tangu Silas Kipkorir Butia aondoke nchini Kenya akiwa na ndoto ya kubadilisha maisha ya familia yake, akiwa na umri wa miaka 40 na kuelekea Johannesburg, Afrika Kusini kutafuta maisha bora. Hata hivyo, kilichoanza kama safari ya kutafuta riziki kimesalia kuwa kitendawili kisichoteguliwa. Mkewe, watoto na mamake mzazi sasa wakiishi katika hali ya sintofahamu, bila taarifa, bila majibu na hata bila hakikisho. Dolly Mwirigi Mbuvi na simulizi kamili. Ndani ya boma hii huko Namanga, kumbukumbu za Silas Kipkorir Butia bado zipo. Kumbukumbu ambazo kwa sasa zinaibua maumivu ya kutojua alipo Silas. Miaka 9 iliyopita, Silas alisafiri hadi Johannesburg nchini Afrika Kusini akiwa ameambatana na binamu yake kutafuta riziki. Julai mwaka 2017, Silas alipata kazi kama dereva wa lori katika kampuni binafsi, jambo liloipa familia yake matumaini mapya. Nangu anaitwa Silas Kipkorir Butia. Wakati huo mambo yalionekana kuchukua mkondo tofauti. Kulingana na Tekla Jibet, mkewe, miezi 6 ya kwanza Silas aliwasiliana nao na kujukumia ipasavyo kwa kutuma pesa za matumizi nyumbani. Akiwa South Africa tuliongea naye kwa muda mfupi. Alipata kazi, akaajiriwa na mtu binafsi. Na akaendelea kufanya kazi kwa muda wa miezi 6 hapo. Tulikuwa tunawasiliana naye vizuri. Alikuwa South Africa, saidi ya Johannesburg. Ila kadri siku zilivyosonga, mawasiliano yakaanza kuyumba. Hatimaye mteja wa nambari akawa hapatikani. Baba alienda wapi? Kwa Tekla, ukimya huo umekuwa mzito sana. Amesalia kulea watoto wa 3 peke yake, huku akishikilia matumaini finyu kwamba siku moja atapata taarifa kuhusu mumewe na hata kuwasiliana naye. Wakati mawasiliano ilipotea, ndio maisha ikawa ngumu. Manake niko na watoto wanahitaji school fees. Mimi binafsi mawasiliano haiko. Maswali ya watoto ni mengi. Kulipa kodi, chakula na school fees. Because ile shamba alikuwa nayo, aliuza shamba yake 1 na akaenda South Africa kutafuta kazi. Hakatuacha kwa nyumba ya kukodisha. Mpaka wa leo sijamuona, maisha yangu imekuwa. Maumivu hayo yanaonekana kumchenga zaidi mamake mzazi, Lois Cherotich. Anasema kupotea kwa mwanawe kumemvunja moyo. Tangu wakati huo amekuwa akiugua shinikizo la damu, hali yake ya afya ikiendelea kudhoofika kutokana na mawazo ya mwanawe. Hata magonjwa imeingia kwa sababu huyu mtoto yangu, sababu nilitinda mimba yangu. Ameniachia watoto na mimi sina kazi. Niko watoto yake 3. Familia inasema Silas aliuza kipande chao pekee cha ardhi huko Tarbo chenye thamani ya shilingi 400,000 ili kufanikisha safari yake ughaibuni. Binamu aliyesafiri naye alirejea Kenya na sasa anaishi Mombasa, lakini Silas hakuwahi rejea na kutoweka kwake bado ni kitendawili. Ni Anita, nilikuwa naomba dad kama unaweza rudi nyumbani juu tumekumiss. Na pia nilikuwa nitamani ku experience your father's love. Juu unajua wanafunzi wengi shule yetu wao wanakuanga wanasema kuhusu their dad, lakini mimi niko tu. Alafu tulikuwa tunataka kusema pia mama amekumiss na tulikuwa tunataka urudi tu nyumbani. Wanaofahamu wanamtaja kuwa mchapakazi, mtulivu na mwenye upendo wa familia yake. Sasa miaka 9 baadaye, familia hii inaomba serikali kuingilia kati ili kusaidia kufahamu walipo Silas. Mimi naomba government of Kenya ama mtu yote tu mwenye anatuona kama wanaweza sikiza kilio chetu na atuhurumie, kwa sababu sisi tunaomba kama wanaweza fuatilia mahali huko tuweze kujua
Kama ni kufariki alifariki, kama aliaga dunia tujue aliaga dunia. Na kama labda alifungwa tujue alifungwa na alifungiwa wapi. Mpaka wa leo sijamuona. Maisha yangu imekuwa ngumu, imekuwa maisha ni machungu kwa sababu mawazo ya watoto wananiuliza, mam, baba alienda wapi? Familia yake sasa inaeleza kuwa ipo tayari kwa matukio yote, lengo likiwa kupata ufahamu kuhusu hali kamili ya Silas, wakisema kuwa kuendelea kusubiri bila kujua ndilo pigo kubwa zaidi, hali hiyo ikiwa mzigo mzito wa mawazo na huzuni. Dolly Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Shukran Dolly Mwirigi Mbuvi kwa taarifa hiyo. Ni